wakati wa wana wa Israeli Mungu alishuka kwa njia ya Musa. Katika Agano Jipya Mungu alishuka kwa njia ya Yesu Kristo. Kama alivyowaokoa wana wa Israeli kwa njia ya Musa, anasema mwenyewe nimeshuka nipate kuokoa. Maana Mungu alishuka lakini akamtumia Musa. Lakini katika Agano Jipya vile vile Mungu ameshuka kwa njia ya Yesu Kristo. Alisikia maumivu tuliyokuwa nayo. Alisikia mateso tuliyokuwa nayo. Ndio maana akashuka. Soma katika Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Maandiko yanasema naye neno akafanyika mwili. Maana ni Mungu aliye neno anashuka kwa wanadamu kwa jinsi ya mwili. Anasema naye neno akafanyika mwili. Akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake. Kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Maana Mungu alisikia maumivu yetu. Alisikia kilio chetu. Akasema wakati huu simtumii tena mwanadamu. Wakati huu nashuka mwenyewe. Najipunguza mimi niliye neno. Najiweka kwa mwanadamu nizaliwe kama mwanadamu. Ili nione mateso walionayo. Sio kwa mbali. Nione mwenyewe, niyapitie mwenyewe. Ndio maana Mungu anasema Yesu alijaribiwa katika mambo yote pasipo kutenda dhambi. Kwa hiyo manake ni Mungu aliye katika Yesu Kristo alipitia mateso unayoyapitia. Alijaribiwa kama unavyojaribiwa. Aliona njaa kama unavyoona njaa. Ili akukomboe. Ili akuweke huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametupa nafasi ya kuwa huru. Mungu alitutoa, alituweka kuwa huru. Tupate kumtumikia pasipo hofu. Tupate kumtumikia pasipo na mateso. Chote ambacho kina uwezo wa kutesa maisha yetu, kina uwezo wa kusumbua maisha yetu, dawa yake iko msalabani. Pale msalabani Yesu alishuhudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka Mungu twende kwa ujasiri, ukapokee hiyo neema kwenye kijana cha Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Basi Mungu abariki.